Karibu tena Rogers Recap. Kwenye video ya leo tutapitia movie ya 2021 iitwayo Shadow and Bone. Ni muda wa simulizi. Pia usisahau kulike na kusubscribe kwa movie nyingi kama hii. Filamu inaanza. Katika nchi ya Rifka, taifa limegawanyishwa na kitu kilichojulikana kama kivuli cha giza au Shadowfold. Ni ukuta mkubwa wa giza uliojaa viumbe waitwao Volcra. Hawa ni viumbe wenye mabawa waliokula binadamu. Mpaka huo uliundwa mamia ya miaka iliyopita na Black Heretic, mwanaume aliyekuwa na uwezo wa kuita viumbe wa ajabu. Mgawanyiko huu ulisababisha miaka mingi ya vita na taifa lililoitwa Fuda, taifa la kaskazini, pamoja na taifa lililoitwa Shuhan, taifa la kusini. Wanajeshi wa Rifka walikuwepo wa aina mbili. Wapo wanajeshi wa kawaida na wale walioitwa Jishka, ambao hutumia uchawi na huchukiwa kwa sababu ya dhambi za yule aliyetengeneza mpaka huo. Lakini kuna hadithi moja ilisema kwamba siku moja atatokea Jishka mwenye uwezo wa kuleta mwanga safi ambaye ataangamiza kivuli cha giza na kuunganisha tena nchi yao. Katika mashariki ya Rifka, mchora ramani aliyeitwa Alina alibaguliwa kwa sababu mama yake alitokea taifa la Shuhan. Alikulia katika kituo cha watoto yatima kwa sababu viumbe wa kwenye giza waliwala wazazi wake, lakini bado alitamani kuvuka lile giza ili apate mahali ambapo hakuna atakayejali jinsi alivyoonekana. Siku za hivi karibuni, Alina husafiri na jeshi la kwanza kama mchora ramani na alikuwa na shauku ya kuliona giza lililoitwa Fold kwa karibu. Wakati huo huo, huko Kirk, rafiki wa utotoni wa Alina aitwaye Mal, pia alikuwa jeshini kwenye cha utafutaji wa njia, lakini alijaribu kupata pesa za ziada kwa kupigana ngumi. Kutokana na mafunzo yake, akamshinda mpinzani wake kwa urahisi kwa kutumia harakati chache za haraka. Ghafla, Jishka mmoja akatokea na kuanza kutimua vumbi huku akimdhihaki Mal ili apigane naye, lakini waandaaji wakakatisha tukio mara moja kwa sababu ingekuwa pambano lisilo la haki. Baadaye, Mal akakutana tena na Alina ambaye kikosi chake kimefika Kirk kujiunga na misheni iliyofuata ya kupitia milimani. Hata hivyo, wakagundua kuwa watatenganishwa tena hivi karibuni kwa sababu Mal amepangiwa kwenda kwenye misheni maalum ndani ya giza la Fold. Jioni hiyo, mpishi akakataa kumpa Alina chakula kwa sababu mama yake ni wa taifa la Shuhan. Mal akatambua hilo na akaingia kisiri kwenye hema la Gishka akijua watumiaji wa uchawi hupata chakula bora zaidi. Alipokuwa akiiba matunda mabichi, akakamatwa na Zoya, Gishka ambaye akajaribu kumshawishi alale naye usiku huo. Hata hivyo, Mal akaamua kuchukua matunda hayo na kumpelekea Alina. Asubuhi iliyofuata, Alina akaamua kwenda pamoja na Mal na akapanga mpango. Kwa siri, akachoma ramani za safari yao na kufanya ionekana kama taa iliangukia. Sasa, kikosi chake chote kikapangiwa kwenda kwenye safari hiyo ya giza la Fold. Muda mfupi baadaye, meli ikaingia kwenye giza la Fold na kuzungukwa na giza nene. Wakazima taa zote isipokuwa taa moja ya bluu ili kuepuka kuwavutia viumbe hao. Na Gishka mmoja akadhibiti upepo ili kuifanya meli iendelee kusonga mbele. Wakaanza kusikia viumbe wale Volcra wakiunguruma gizani na milipuko ya radi mara kwa mara ikaonyesha mabaki ya wale waliokufa wakijaribu kuvuka. Ghafla, taa ile ya bluu ikazimika na askari mmoja akawasha taa ya kawaida ya moto, jambo lililosababisha Volcra kushuka nyuma yake na kumvuta kwa makucha yake. Taa ikaanguka na kuwasha moto juu ya meli, jambo lililosababisha Volcra zaidi kuruka juu na kuwakamata wafanyakazi mmoja baada ya mwingine. Wanajeshi wakajaribu kufyatua risasi ili kuwazuia na mmoja wa viumbe hao akatupa mwili wa mtu juu ya meli, jambo hilo likamshtua Alina. Gishka mmoja akajaribu kutumia uchawi wa moto kupigana, lakini Volcra hawakuathirika na mara moja wakamuua. Mchora ramani Alexi akaogopa sana kiasi kwamba akaruka kutoka melini na kukimbia. Ghafla, Volcra mmoja akamkamata Mal, hivyo akatumia kisu kumjeruhi mguu wa kiumbe huyo. Alina akaona hilo na akakimbia kuchukua silaha, akimpiga risasi Volcra na kumlazimisha kumwachia Mal kabla ya kuruka na kuondoka. Alina alipokimbilia upande wa Mal, Volcra mwingine akamkamata kutoka nyuma. Alina akashikilia mkono wa Mal kwa nguvu, hakutaka kuachia. Ghafla, mwili wake wote ukamulika kwa mwanga mkali. Katika magharibi ya Rifka, wanajeshi wakadhani meli imepotea, lakini ghafla, Alexi akatoka ndani ya Fold na kuanguka chini akiwa amezimia. Wakati huo huo, upande mwingine ndani ya gari la farasi, mwanaume mmoja akajaribu kumlipa Yaspa pesa yake kwa sarafu, lakini Yaspa akagundua sarafu ni bandia na akathibitisha kwa kuzipiga risasi. Kipindi yule mwanaume akitolewa nje ya nyumba ya kamari, bosi akamkumbusha Yaspa kukaa kimya. Sekunde chache baadaye, Kaz akatembelewa na Inej ambaye akaleta habari ya kazi itakayomlipa vizuri sana. Inej akasema kuna mfanyabiashara tajiri anatafuta timu ya kuvuka giza la Fold kwenda mashariki ya Rifka na kuchukua kitu fulani. Inej alikuwa amejaribu kumfuatilia ili kujua alilenga nini, lakini mfanyabiashara huyo ameweka ulinzi mkali sana. Pia, kuna wapinzani wengine walitaka kazi hiyo, hivyo Kaz lazima atafute njia ya kuchaguliwa.
Siku iliyofuata, Kaz akawachukua Jasper na Inej kuzunguka jiji kukusanya taarifa, na wakagundua kwamba mfanyabiashara alitafuta mtu aliyeitwa Hearttrender, ni Gishka mwenye uwezo wa kulazimisha watu kusema ukweli. Wakati huo huo, mpinzani wa Kaz, Pekka, pamoja na watu wake wakafika katika ofisi ya meneja wa klabu na mara moja wakampiga ili wamkamate. Pekka alijua kwamba klabu hiyo ilikuwa na msichana wa mitaani mwenye uwezo wa Hearttrender na akamtishia meneja ili amlazimishe kumleta msichana huyo. Meneja akakataa na kuuawa. Lakini watu wa Pekka walipomtafuta Hearttrender wakagundua tayari ameondoka. Ikageuka kwa Kaz tayari alimwajiri Hearttrender huyo. Wakaenda kwenye nyumba ya mfanyabiashara na kumlipa mlinzi kwa pesa bandia. Kufikia muda anagundua ametapeliwa, wao tayari walikuwa wako ndani. Baada ya mazungumzo kidogo, mfanyabiashara Dresden akawatambulisha kwa Alexei, ambaye aliwaambia watu wote kwamba mwanga mkali uliangamiza Vulcra wote. Hili likaonekana kuwa vigumu kuamini, hivyo Dresden akataka ukweli halisi. Kwa kutumia uwezo wa Hearttrender, wakamlazimisha Alexei kukiri kwamba alimwona Gishka aliyetabiriwa akisafisha eneo lote la Vulcra. Baada ya Alexei kusema jina la Alina, Dresden akampiga risasi, kisha akawapa kundi la Kaz kazi hiyo. Wakapewa muda hadi jua litakapochomoza ili kubuni njia ya kuvuka giza la Fold na kurudi salama pamoja na Alina. Wakati huo huo, katika mashariki ya Rivka, mabaki ya meli yakafika yakiwa na Alina na Mal wakiwa wamepoteza fahamu juu ya meli pamoja na manusura wachache. Tukio la nyuma likaonyesha kwamba wakati Gishka alipokwenda kwenye kituo chao cha watoto yatima kuwachunguza watoto kama wana uchawi, Mal alikuwa amejeruhiwa na hakuweza kushiriki. Alina hakutaka kwenda shule ya Gishka kama ingemaanisha kumwacha Mal nyuma, hivyo alijificha pamoja naye ili kuepuka jaribio hilo. Katika wakati wa sasa, Mal akapelekwa kwa tabibu, huku Alina akichunguzwa na mponyaji aliyemtumia uchawi wa uponyaji kabla ya kumpeleka kwa Jenerali Kirigan. Baada ya kusikia simulizi kutoka kwa manusura wengine, Kirigan akamfanyia jaribio kwa kumkata mkono. Watu wote wakatazama kwa mshangao wakati mwanga mkali sana ukatoka mwilini mwake kuthibitisha kwamba yeye ndiye Gishka mwenye uwezo wa jua. Mara moja ikaamuliwa kwamba Alina atapelekwa Little Palace kwa mafunzo zaidi na hakuruhusiwa kumuaga Mal kabla ya kusukumwa ndani ya gari la farasi. Wakiwa safarini, gari likasimama baada ya kukuta barabara imezuiliwa. Askari wawili wakaenda kuchunguza, lakini ghafla wakapigwa risasi na kufa. Wakati huo, kundi la wawindaji wa wachawi kutoka kaskazini likatokea na kuzunguka gari huku wakifyatua risasi. Gishka wakatumia mara moja nguvu zao kujilinda, lakini watumiaji wa moto na hewa wakapigwa risasi haraka. Hata hivyo, kuna Gishka wawili walioweza kuua baadhi ya maadui kwa kuwapindisha miili yao kutokea ndani. Lakini muda mfupi baadaye, wakagundua kulikuwa na mpiga risasi mahiri karibu na wakakimbia kujificha, lakini wakapigwa na bomu la moshi. Wakati huo huo, Alina bado alijificha ndani ya gari la farasi ambalo nalo likapigwa bomu la moshi. Ghafla adui mmoja akafungua mlango na kumvuka nje, akimpiga Alina alipojaribu kujitetea. Alipokaribia kumuua, Kirigan akafika na kutumia uchawi wa vivuli kumuua yule adui. Washambuliaji wengine wote wakakimbia mara moja, wakimwogopa Kirigan. Baada ya hapo, Alina akasafiri pamoja na Kirigan na hatimaye akafika Little Palace, jengo salama zaidi nchini. Alina alipokuwa peke yake katika chumba chake kipya, akashindwa kujizuia na kuanza kulia. Kisha akachukua kisu kidogo cha kufungulia barua na kukificha chini ya mto wake. Upande mwingine, katika jiji, Kaz akatembelewa na Pekka pamoja na watu wake ambao mara moja wakampiga Kaz. Kisha Pekka akamwambia Kaz aachane na kazi hiyo, la sivyo atamuua kama alivyomuua meneja, kisha akaondoka. Baadaye Kaz akagundua mwanamke kutoka mashariki ya Rivka akicheza kamari katika nyumba yake ya kamari. Hivyo akawaamuru walinzi wake wamlete ili amuulize alivukaje giza la Fold. Mwanamke huyo akaeleza kwamba mtu aliyeitwa kondakta aliwasafirisha yeye na binti yake kwa usafiri maalum. Hajui mahali pa kumpata, lakini akataja msanii aliyeitwa Poppy May. Wakati huo huo, Inej akaitwa na bosi wake Madam Helen, ambaye kwa namna fulani alijua kuhusu kazi ya Dresden na akatoa pendekezo la kushangaza. Atamsamehe Inej deni lake ikiwa Inej atamuua mtu mmoja kwa ajili yake. Akaashiria kwamba mtu huyo si chochote ila ni mfanyabiashara wa binadamu kama yule aliyemuuza Inej zamani, na akamkabidhi anwani ya mahali atakapoweza kupatikana. Kwa sababu ya imani yake, Inej hakuweza kuua, lakini hatoweza pia kwenda kwenye misheni ikiwa Helen hatomwachilia huru. Hivyo akakubali kufanya hivyo. Wakati Kaz alipopata mahali pa kumpata kondakta kutoka kwa Poppy, Inej akamvamia mtu aliyemlenga, akamfunga kamba na kuanza kuchunguza nyaraka zake kutafuta ushahidi wa biashara ya watoto. Yule mtu akaeleza kwamba yeye ni msafirishaji haramu aliyewaokoa watu kutoka vitani na hahusiki na biashara ya watumwa wala watoto. Inej hakumwamini na alipokaribia kumuua, Kaz akafika kumzuia, ikibaki kidogo Kaz kuchomwa na kisu cha Inej. Ikaonekana kwamba mtu huyo ndiye kondakta na Helen alijua hilo. Hivyo basi, akamdanganya Inej ili kuharibu misheni yao.
Kwa kuwa hawakuweza kumuua kondakta, Kaz akamtolea Helen hati ya umiliki wa nyumba yake ya kamari, akisema atamlipa kikamilifu deni la Inej baada ya kumaliza kazi hiyo, au Helen atabaki na klabu hiyo milele. Baada ya muda baadaye, paa mkubwa aliyeng'aa akamtokea Alina katika ndoto, kisha akaamka. Ghafla, wafanyakazi wengi wakaingia chumbani kwake na kuanza kumtayarisha kukutana na mfalme. Gishka, mshonaji Jenya, akatumia uchawi wake kuboresha uzuri wa Alina na kuondoa makovu yote, lakini Alina akaomba kubaki na lile lililo mkononi mwake. Baada ya kuwa tayari, Kirigan akampeleka kukutana na mfalme na malkia wa Rivka, na malkia mara moja akaanza kutoa maneno ya kibaguzi. Kisha Kirigan akajaza chumba na vivuli na kushika mkono wa Alina ili kuongeza nguvu zake, jambo lililosababisha mwanga mkali kulipuka kutoka kwake na kuunda duara la mwanga kumzunguka yeye na Kirigan. Watu wote wakapiga makofi na mfalme akamruhusu Kirigan kumfundisha Alina uchawi. Wakati Gishka wengine wakimkaribisha kwa furaha, Zoya akajifanya kumkumbatia huku akimnong'onezo maneno ya kibaguzi sikioni. Siku iliyofuata, Alina akapelekwa kwenye mafunzo yake ya kwanza. Akakumbuka baadhi ya mambo ya msingi aliyofundishwa na Mal na akamchokoza Zoya ili wapigane. Lakini Zoya alikuwa na mafunzo zaidi na akamshinda kwa urahisi tu. Zoya alipotoa maneno machafu kuhusu Mal, Alina akakasirika na kumpiga ngumi usoni. Hivyo Zoya akajibu kwa kutumia uchawi wa upepo na kumwangusha chini hadi akapoteza fahamu. Alina akamwona tena yule paa kabla ya kuamka. Baadaye akaenda maktaba kwa sababu alikumbuka hadithi ya kale kuhusu paa huyo. Huko akakutana na Aparat, mshauri wa kiroho wa mfalme. Akamweleza hadithi halisi ya mmoja wa Gishka wa kwanza aitwaye Bonesmith, ambaye alitaka kuongeza nguvu za watumiaji wa uchawi. Alitumia uwezo wake kuunda wanyama kutoka kwenye mifupa yake mwenyewe na kuwajaza nguvu. Mmoja wa wanyama hao alikuwa paa huyo. Ikiwa Gishka atamuua mmoja wa wanyama hao na kuunganisha kipande cha mfupa wake na mwili wake, nguvu zake zitaongezeka sana. Kisha Aparat akampeleka kwenye pango ambapo Alina akakutana na Bagra kwa somo lake lililofuata. Bagra akampiga Alina begani ili aamshe nguvu zake, lakini haikufanya kazi. Akaeleza kwamba aliweza kufanya hivyo kwa mfalme tu kwa sababu Kirigan alimsaidia kuongeza nguvu zake. Kisha akamfukuza akisema hawezi kumfundisha, hadi Alina akiamini kweli kwamba yeye ndiye mchawi wa jua. Wakati huo huo, katika magharibi ya Rivka, Hatrenda mmoja aitwaye Nina akatumia uchawi wake kuepuka kulipa kwenye hoteli na akapata chumba kizuri kwa njia hiyo. Akamgoja kondakta kwa sababu angeweza kumwingiza ndani ya Little Palace, lakini badala yake akapatikana na kundi la wawindaji wa wachawi kutoka kaskazini. Akajaribu kutumia uchawi wake kuwaua, lakini kamba ikarushwa kutokea nje kupitia dirishani na kumkamata. Nina akajaribu kadri yawezavyo kujitetea, lakini wanaume walikuwa wengi sana na wakamzidi nguvu haraka na kumteka nyara. Akapelekwa kwenye meli na kufungwa minyororo pamoja na Gishka wengine ili wapelekwe kaskazini kuuawa. Wakati kondakta na wenzake walipofika, tayari walikuwa wamechelewa. Hata hivyo, Kaz akakataa kukata tamaa na akasema watatafuta njia nyingine ya kuingia Little Palace. Ili kuvuka Fold, kondakta alihitaji vitu vitatu: kilo 20 za makaa ya alabasta, kipimo cha mitil jera na mbuzi. Kikosi kikagawanyika ili kukusanya vitu hivyo, na wakati Kaz alipopata mbuzi, akagundua kondakta akiingia kisiri kwenye hema la mkutano wa mapinduzi wa magharibi ya Rivka, jambo lililomfanya mshuku. Baadaye usiku huo, kondakta akawaongoza Kaz na Inej hadi kwenye reli karibu na mpaka wa giza la Fold, ambapo alikuwa na injini ndogo ya treni. Ghafla wakasikia milio ya risasi na kumwona Jesper akikimbia kuelekea kwao, huku kundi la wanaume likimfukuzia. Ikaonekana alicheza kamari pesa ya kununulia makaa na akaponywanwa, hivyo akaiba makaa ya mawe na sasa wenye makaa wakamfuata. Bahati nzuri, Jesper akapanda treni pamoja na wengine kabla hajapigwa risasi. Walipojiandaa kuondoka, wamiliki wa makaa wakajaribu kuwakimbiza, lakini wakakanyaga mabomu yaliyofichwa na kulipuka. Treni ikaanza kuondoka, lakini baada ya kusafiri kwa muda, wakagunduliwa na Vulcra. Kawaida, kondakta huwakimbia kwa kuongeza kasi, lakini sasa hakuweza kwa sababu Jesper alileta kilo 16 tu za makaa badala ya 20. Mbele ya treni kulikuwa na mkuki uliowaua baadhi ya Vulcra walipopita, na damu yao ikaingia ndani ya treni. Vulcra mmoja akakwama kwenye mkuki huo, na sasa treni ikawa na uzito wa ziada, hivyo kasi yao ikazidi kupungua. Jesper akaogopa sana na kuwa na wasiwasi, hivyo kondakta akamwambia ashike mbuzi kumsaidia asiogope sana. Wakati huo, Vulcra akatua juu ya treni na kuanza kuivunja, lakini Jesper akatulia kutokana na uwepo wa mbuzi na akaanza kupiga risasi kwa usahihi mkubwa, jambo lililowatisha viumbe hao wote na kuwafanya wakimbie. Kwa bahati mbaya, Vulcra akatua tena juu ya treni na kutoboa shimo ili kuchungulia ndani, lakini Jesper akajikaza na kupiga risasi sahihi kabisa iliyomtupilia mbali. Msukumo wa ziada walioupata kutoka kwa kiumbe huyo ukaisaidia treni kutoka nje ya giza la Fold kwa mafanikio. Baada ya muda, ikafichuliwa kuwa Alina na Mal wamekuwa wakiandikiana barua, lakini hazijawahi kuwafikia. Siku moja mchana, jenerali akataja kwamba Kirigan atatoa zawadi ya safari ya kwenda Little Palace kwa askari yeyote atakayepata habari zaidi kuhusu paa huyo.
Mal akatambua mchoro wa paa kama ule wa Alina na akajitolea kufanya kazi hiyo. Akiungana na marafiki zake wawili kwa kutumia ujuzi wake wa ufuatiliaji, wakamfuatilia paa huyo kuelekea kaskazini hadi milima iliyotenganisha Rivka na Fuda. Muda mfupi baadaye, wakaingia katika eneo la Fuda na kugunduliwa na maadui. Mal akapigana na mtu mwenye kisu na baada ya mapambano makali, akamnyang'anya silaha na kumuua kwa kutumia kisu chake mwenyewe. Kisha akajaribu kumsaidia rafiki yake, lakini akapigwa mshale mguuni. Kwa bahati nzuri, marafiki zake wakasaidiana na hatimaye wakashinda pambano hilo. Hata hivyo, askari wawili zaidi walikuwa wamejificha kwenye miti na ghafla wakaanza kufyakiwa risasi kwa bunduki ya mashine. Mal akapigwa risasi begani na kupoteza fahamu. Akaanza kuota siku zake za mwanzo jeshini. Akakumbuka jinsi msimamizi wa vifaa alivyomwambia Alina maneno ya kibaguzi, hivyo akampiga kwa chupa. Mal akawekwa gerezani karibu na chumba cha Alina na wakagundua walikuwa na makovu yaliyofanana. Sekunde chache baadaye, Mal akaamka na haraka akawapiga risasi askari wawili wa mwisho waliokuwa wamemaliza kuwaua marafiki zake. Akiwa analia kwa huzuni, Mal akasikia sauti na ghafla akamwona paa huyo katikati ya miti. Baada ya saa chache, akarudi kambini akiwa salama kabisa. Baada ya muda, Alina akarudi kwa Bahra ili kufundishwa ipasavyo. Bahra ni mkali sana na akaendelea kumpiga Alina aliposhindwa, akimpa kazi nyingi za kusoma na kurekebisha tabia zake za kulala. Kadri siku zilivyopita, uchawi wa Alina ukaanza kuimarika na akafanikiwa kuunda mpira mdogo wa mwanga. Siku moja mchana, Bahra akampa Alina chai iliyomfanya akumbuke tukio la zamani. Siku ya jaribio la Gishka katika kituo cha watoto yatima, yeye na Mal walikamatwa walipokuwa wakijificha na kulazimishwa kufanya jaribio hilo. Mal hakuweza kupimwa kwa sababu alikuwa amejeruhiwa, hivyo Alina alidanganya kwa kujijeruhi kisiri, jambo lililosababisha matokeo ya jaribio kuonyesha kuwa hana uwezo wa kichawi. Baghra akaona hilo kama ushahidi zaidi kwamba Alina amejizuia mwenyewe kwa ajili ya wengine. Baadaye usiku huo, Alina akatoka kutembea ndani ya Little Palace na akamkuta Kirigan bado akihangaika na mipango yake ya vita. Akakiri kwamba alihisi kukata tamaa na upweke huku vivuli vikizidi kumzunguka. Hivyo Alina akashika mkono wake na kuleta mwanga uliowazunguka. Ikaonekana kama wanataka kukiss, lakini Alina akaondoka kabla jambo hilo halijatokea. Siku iliyofuata, Alina akauliza kwa mhudumu wa barua, lakini bado hakuna barua kutoka kwa Mal. Akidhani kuwa amemsahau, hatimaye akakubali hatima yake na akakimbia kwa Baghra kumwonyesha mpira mkubwa wa mwanga. Aliporudi chumbani kwake, akamwomba Jenya aondoe kovu lililo mkononi mwake. Katika mashariki ya Rivka, kundi la Kaz likagundua kuwa kumbukumbu za kifalme zilikuwa na nakala ya ramani za Little Palace. Hivyo, watatu hao wakapanga wizi, huku kondakta akipewa jukumu la kutafuta mtu wa kuwasaidia. Kaz akafika kwenye kumbukumbu za kifalme akijifanya mchoraji aliyehitaji vipimo vya Little Palace kwa kazi aliyopewa na mfalme. Karani alipoenda kuangalia ramani, Kaz akadondosha kipande cha rangi kilichonasa mguuni mwa mtu huyo na kuunda njia ya siri. Jioni, Jesper akajifanya mlinzi na kuzima taa katika jumba la kumbukumbu, hali iliyomruhusu Inej kuingia kisiri. Akafuata mwanga wa ile rangi uliong'aa gizani na kupata ramani, kisha akainakili. Kabla hajaondoka, taa zikawashwa tena na mlinzi akatokea, hivyo akalazimika kujificha kwa uangalifu ili asionekane. Kisha mlinzi akafunga mlango nyuma yake. Kwa bahati nzuri, Jesper akapiga risasi kufuli wakati saa kubwa ilipolia, hivyo sauti ya risasi haikusikika. Inej akafanikiwa kutoroka na kukutana tena na Kaz ambaye pia alivaa mavazi ya mlinzi. Baadaye wakakutana na kondakta ambaye amezoeana na kundi la wasanii wa sarakasi watakaoshiriki katika tamasha la majira ya baridi kwenye ikulu. Kondakta alisababisha ajali ili msanii wa kamba aanguke na kujeruhiwa, kisha akajitambulisha kama meneja mwenye mbadala kamili. Inej akawavutia wote kwa ustadi wake wa mwili na akakubaliwa kuwa msanii mpya wa kamba. Kisha Jesper akaonyesha ustadi wake wa kupiga risasi kwa kupiga karata kutoka mdomoni mwa Inej huku akiangalia kwenye kioo. Akakubaliwa kujiunga na sarakasi kama onyesho jipya, hivyo sasa Kaz akalazimika kutafuta njia yake mwenyewe ya kuingia. Siku iliyofuata, wanasarakasi wakaruhusiwa kuingia katika eneo la kifalme. Kaz akavaa kama mlinzi na kuzunguka ndani ya jumba, akagundua kulikuwa na mlango wa siri ulioelekea kwenye chumba cha kubadilishia mavazi cha Gishka. Wakati huo huo, Alina akajiandaa kwa onyesho lake kubwa. Gishka mtengenezaji aitwaye David akaleta glavu maalumu alizotengeneza kwa ombi la Kirigan ambazo zitaongeza nguvu zake. Alina akazijaribu na akaweza kuunda miduara miwili ya mwanga tofauti, lakini akazirudisha na kuthibitisha kuwa tayari ameweza kufanya hivyo yeye mwenyewe. Baadaye, Alina akaona wasanii nje na akamshawishi Genya amruhusu afurahie siku moja ya mwisho kabla ya kujiunga na vita. Wakiwa pamoja na mlinzi, wasichana hao wakaenda kutazama sarakasi na Jesper akawasikia wakiongea. Sasa akatambua uso wa mlengwa wao. Baadaye, Alina akazungumza na Kirigan na kumwambia kuwa hana wasiwasi kuhusu onyesho lake kwa sababu hatimaye amehisi kuwa amefaa mahali hapo. Kisha akamkisi. Sherehe ilipoanza, Kaz akajifanya tena mlinzi na kwa makusudi akachasua sare yake ili apewe nyingine ambazo akawapa Inej na kondakta ili nao waweze kuingia kwa siri.
Gishka wa moto akaburudisha watu kwa moto, lakini muda mfupi baadaye Alina akachukua jukwaa. Baada ya Kirigan kujaza chumba na giza, Alina akatengeneza mipira miwili ya mwanga na kufanya maonyesho kabla ya kuangaza chumba chote. Watu wote wakavutiwa na wakampigia magoti wakimuita mtakatifu, akiwemo Inej. Wakati huo huo, kondakta akatumia jiwe maalum kufungua mlango wa chumba cha kubadilishia na kujificha humo. Alina alipofika, badala ya kumteka kwa ajili ya Kaz, kondakta akamkata koo kwa niaba ya waasi. Wakati huo huo, Genya akaingia na kuanza kupigana naye, akimshinda kwa harakati chache za haraka. Hata hivyo, kondakta akampiga risasi na kukimbia, lakini akakamatwa na askari kwenye ukumbi. Genya akakimbia kwenda kuangalia mwili na ikabainika kuwa si Alina halisi, bali msichana mwingine aliyepewa muonekano wake kwa uchawi wa udanganyifu. Kaz alikuwa tayari amegundua hili kwa sababu aliona nguo mbili kwenye chumba cha kubadilishia. Ndio maana alimpeleka kondakta kwa Alina wa bandia, akishuku kwamba angemgeuka kwa sababu ya malengo lake. Wakati huo huo, Mal akafika kumpa Kirigan habari kuhusu paa huyo, lakini akakataa kuonyesha mahali halisi kwenye ramani hadi atakapomwona Alina. Wakati Kirigan akienda kumtafuta Alina, Mal akafuatwa na mlinzi aliyefanya kazi kwa Baghra, ambaye akampeleka kwenye pango na kujaribu kumuua. Hapo mapambano yakaanza. Baada ya juhudi kubwa, yule askari akamsukuma Mal ndani zaidi ya pango, ambapo akakuta mwili wa yule aliyemleta hapo. Askari huyo akaanza kumrushia visu na kumjeruhi tumboni, kisha akampiga kwa kiti. Mal akaanza kupigana kwa kutumia chuma cha kuchochea moto. Askari huyo akafichua kuwa alikuwa na uchawi na akapindisha chuma hicho kupambana, lakini baada ya mapigano kadhaa, Mal akafanikiwa kumchoma na kumwangusha. Kwa upande wa Kirigan, akampeleka Alina kwenye chumba chake cha binafsi, lakini hakumwambia kuhusu Mal. Wakaanza kukiss na mambo yakawa ya moto zaidi, lakini wakakatizwa na mlinzi aliyemjulisha Kirigan kuhusu shambulio lililotokea. Mara tu walipoondoka, mlango wa siri ukafunguka na Baghra akaingia. Akamvuta Alina ndani ya handaki la siri na kumwambia lazima aondoke ikulu kabla hajawa mtumwa. Baghra akaeleza kwamba Kirigan hataki kuharibu giza la Fold, alitaka kulipanua na kulitumia kama silaha. Kirigan si Gishka wa kawaida. Yeye ndiye mchawi wa kwanza, Black Heretic, aliyeunda giza la Fold na kuwageuza binadamu kuwa Volcra. Alina akakataa kuamini hadi Baghra alipoanza kuongoza vivuli, akifichua kuwa yeye ni mama wa Kirigan. Akiwa na hasira, Alina akataka kupigana na Kirigan, lakini Baghra akamwambia bado hana nguvu za kutosha na akampeleka kujificha kwenye ghala la chakula ambapo atalindwa na baadhi ya Gishka waliomtii. Alina akajifanya kufuata maagizo, lakini akaondoka ikulu kwa sababu alichoka kuwa kama kibaraka wa mtu mwingine. Akajificha ndani ya gari la farasi na akaonekana na Jesper, ambaye aliiba gari hilo kwa kumdanganya mfanyikazi wa zizi. Karibu na hapo, Kirigan akagundua kuwa Alina ametoweka na akaenda kumtafuta Mal, lakini Baghra akamwambia kuwa amekufa, akiamini askari wake alimuua. Hata hivyo, Mal alikuwa nyuma ya mti akisikiliza mazungumzo yao. Baadaye Kirigan na Zoya wakamhoji kondakta. Akajaribu kumlaumu Kaz kwa kila kitu, lakini Kirigan akajua kuwa alikuwa na uhusiano na waasi, hivyo akamuua kwa kutumia vivuli. Wakati huo huo, Inej na Kaz wakatambuliwa na Gishka wa moto kwenye sherehe, hivyo wakatengana ili kumpoteza. Gishka huyo akawafuata hadi kwenye kanisa, na Kaz akatumia nafasi hiyo kumvamia kutoka nyuma na kuvunja mkono wake haraka ili kumzuia kutumia uchawi. Hata hivyo, Gishka huyo alihitaji mkono mmoja tu, lakini kabla hajatupa mpira wa moto, Inej akamuua kwa kumrushia kisu kichwani. Walinzi zaidi wakaja, hivyo wawili hao wakakimbilia nje kukutana tena na Jesper, ambaye akawaambia kwamba amempata mchawi wa jua. Walipoondoka kwa gari la farasi, muda mfupi baadaye Alina akatumia uchawi wake kufungua sanduku la nyuma la gari na akakuta watatu hao wakimsubiri. Wakampa ofa ya kumpitisha salama kupitia ugiza la Fold hadi magharibi ya Rifka, lakini Alina hakuwaamini na akatumia nguvu zake kuwapofusha kwa muda. Inej hakuathirika sana, lakini bado akamruhusu Alina aende. Alina alipotembea mjini akakutana na askari wawili waliomtambua kama mtu wa Shu Han na kuanza kumsumbua. Hivyo akampiga mmoja na kumpofusha mwingine kwa mwanga wake kabla ya kukimbia. Baada ya kupita kwenye njia nyembamba kadhaa, akafika msituni ambapo hatimaye akakutana tena na Mal. Wakaendelea kukimbia hadi walipokuwa mbali vya kutosha na askari, na ndipo wakagundua kuwa hawakuwa wakipokea barua za kila mmoja. Mal pia akamweleza kuhusu paa, na Alina akatambua kwamba Kirigan aliiba mchoro huo kutoka kwenye daftari lake, jambo lililothibitisha hadithi ya Baghra. Baada ya kukumbatana, wakaendelea na safari na kupata mahali pa kujificha usiku. Kwa kuwa baridi ni kali, Alina akaumba mpira wa mwanga ili kuwapa joto. Asubuhi iliyofuata, Alina alipomtibu jeraha la Mal, akaamua kwamba alitaka kumfuata paa huyo na kuongeza nguvu zake ili aweze kumshinda Kirigan. Upande mwingine mjini, Kirigan na watu wake wakapata gari la farasi lililoibwa, lakini walipolifungua, mlipuko mdogo ukatokea. Hii ikawatahadharisha kundi la Kaz kwamba wamegunduliwa, hivyo wakatengana ili kuligawa jeshi la Gishka. Dada wa yule Gishka wa moto aliyekufa akatambua kisu cha Inej na mara moja akaanza kurusha moto kwa ajili ya kulipiza kisasi, lakini bila kukusudia akawaumiza raia.
Jesper akajificha kwenye duka la kufulia, lakini akafuatwa na Heartrender ambaye akaweza kusikia mapigo ya moyo wake. Akiwa bado amejificha, Jesper akaanza kumpiga risasi Gishka huyo, akihakikisha kila risasi itapiga sehemu ile ile hasa ya mwili wake. Hatimaye, mavazi yake yasiyopenya risasi yakaanza kupoteza nguvu na risasi ikamjeruhi Gishka huyo. Hivyo Jesper akatumia nafasi hiyo kumpiga na kumpoteza fahamu. Mtaani, Inej akamvamia Gishka wa moto kwa visu vyake na akalazimika kusogea haraka ili kukwepa moto uliotupwa kwake. Inej akafanikiwa kujificha na kumshangaza Gishka huyo kwa kumchoma katika sehemu isiyoua kwa sababu hakutaka kuua tena. Hata hivyo, Gishka huyo akapa kuwaua watu wote waliompenda Inej. Hakuwa na chaguo ila kumaliza maisha yake. Karibu na hapo, Zoya akamfuata Kaz akitumia nguvu za upepo kusogeza umati wa watu, lakini akagundua kuwa Kaz alimpa mtu mwingine mavazi yake. Hata hivyo, Kaz bado akazungukwa na Kirigan ambaye akaanza kuijaza njia nyembamba kwa vivuli. Kaz akamwambia kuwa Alina alikimbia kwa hiari yake mwenyewe, kisha akatupa kilipuzi kidogo kama mbinu ya kumchanganya na kufanikiwa kutoroka. Baada ya kikosi cha Kaz kukutana tena, wakaiba gari la farasi la Kirigan kwa kumpiga haraka askari aliyekuwa ndani. Kirigan hakutaka kuwafuatilia kwa sababu kipaumbele chake ni Alina. Hivyo David akaeleza kuwa Jenya alimpa Alina pete iliyotengenezwa kwa chuma adimu kisichopatikana Rivka. Ikiwa David atakuwa ndani ya umbali wa maili moja kutoka kwake, ataweza kuisikia. Kwa hiyo wakatumia uwezo huo kuanza kumfuatilia. Pia wakasikia kutoka kwa askari waliopigwa na Alina kwamba Mal alimtafuta, jambo lililomfanya Kirigan atambue kuwa ataenda kumtafuta paa huyo. Wakati huo huo, meli iliyokuwa ikimbeba Nina ikaharibiwa na dhoruba kali. Nina akaogelea na kushika mabaki ya meli na akamkuta Matthias akiwa amepoteza fahamu. Akaanza kuganda kwa baridi, hivyo Nina akatumia uwezo wake wa Heartrender kuongeza mapigo ya moyo wa Matthias ili damu iendelee kusafiri. Matthias alipoamka akaanguka majini akimuita Nina mchawi mwovu, lakini akatambua watahitaji kushirikiana ili kuishi, hivyo akarudi juu ya mabaki yale. Nina akaendelea kudhibiti mapigo ya moyo wake huku Matthias akiogelea kuwafikisha mahali salama. Hatimaye wakafika ufukweni na kwenda kutafuta mahali pa kujificha milimani. Wakapata kibanda kisicho na mtu na Nina akavua nguo zake zilizoloa na kujifunika kwa ngozi za wanyama. Matthias akakataa kufanya hivyo kwa sababu aliona kama ni kujifanya dhaifu mbele ya mchawi. Lakini Nina akamshawishi kwa kumwambia atakufa kwa baridi na hatimaye akakubali na lala pamoja naye ili wapate joto la miili yao. Asubuhi iliyofuata, wakaanza kusafiri milimani na kwa bahati mbaya Nina akaanguka kwenye barafu nyembamba. Lakini Matthias akamshangaza kwa kumshika kwa wakati na kumwokoa. Kisha tukio la kumbukumbu likaonyesha Kirigan akiwa kijana mamia ya miaka iliyopita, akipitia msituni hadi akafika kwenye kibanda na kumkuta mponyaji Luda. Wakaanza kujiandaa kukimbia, lakini muda mfupi baadaye, kibanda kikazungukwa na askari waliotaka kuwakamata kwa sababu waliwafundisha wachawi kwa siri. Kirigan akajifanya kujisalimisha na askari wakampiga mishale huku Luda akimponya kutoka ndani. Akajaribu kuwafanya waamini kuwa yeye ni kama Mungu, lakini askari mmoja akaingia ndani na kumkuta Luda, kisha akamdunga kisu mara moja. Akiwa na hasira kali, Kirigan akawaua askari wote kwa uchawi wa vivuli. Kisha akambeba Luda juu ya farasi hadi alipofika mahali pa hifadhi ya Gishka ambalo baadaye likawa jumba la kifalme. Kwa bahati mbaya, alichelewa sana kwa Luda kuokolewa. Kirigan akajaribu kumwonya Bagra kwamba mfalme atakuja kuwaangamiza Gishka wote, lakini Bagra akamlaumu akisema alionyesha nguvu zake kupita kiasi na kumtisha mfalme. Akataka wakimbie pamoja, lakini Kirigan akakataa na badala yake anataka kuunda jeshi lake la Gishka kwa kufuata maandishi ya babu yake Bonesmith. Akiwa amepuuza maonyo ya mama yake kuhusu hatari za uchawi huo, Kirigan akapata jarida na Bonesmith na kusoma uchawi uliofanya mishipa yake iwe myeusi na kumfanya kuwa na nguvu zaidi. Wakati huo, askari wengi wakazunguka hifadhi hiyo. Kirigan akatoka nje na kuwashangaza kwa nguvu zake mpya za vivuli. Alipoanza kuwaua, akapoteza udhibiti na kutoa moshi mweusi mwingi ambao ukaunda giza la Fold na kuwageuza watu wote waliokuwepo kuwa Vulkra. Mtu pekee aliyenusurika ni Bagra, hivyo Kirigan akamchukua na kukimbia. Katika wakati wa sasa, Alina na Mal hatimaye wakampata paa huyo msituni. Alina hakuweza kumuua, hivyo akamfuata na kugusa pua yake, jambo lililomfanya aanze kung'aa. Ghafla paa akapigwa risasi na Alina akaanguka chini wakati askari wa Kirigan walipowasili. Mal akafanikiwa kumpiga risasi askari mmoja, lakini kabla hajafanya zaidi, Zoya akatumia uchawi wa upepo kumzuia. Askari huyo akainuka tena na kufichua kuwa yeye ni Heartrender, ambaye akampiga risasi Mal na kuanza kumtesa kwa kutumia uchawi. Alina akaingilia kati na kuangusha wote kwa kutumia uchawi wake kabla ya kukimbilia upande wa Mal. Wakati huo, Kirigan akafika na kujaribu kutumia nguvu zake kumuua paa huyo. Hivyo Alina akakimbia na kuunda kinga kuzunguka mnyama huyo na Mal. Hata hivyo, Kirigan akamkumbusha kwamba Mal atakufa muda si mrefu. Kisha akamwahidi kwamba mponyaji wake atamponya Mal kama atampa paa huyo. Alina akashusha kinga na mara moja Kirigan akamuua paa huyo huku askari wakimkamata Alina. Mal akaponywa, lakini naye akakamatwa pia.
Baadaye katika ikulu, Alina akafungwa pingu na hakuweza kutumia uchawi. David akaweka pembe za paa kifuani mwake na kipande cha mfupa wa pembe kwenye mkono wa Kirigan, kisha akafanya tambiko la kuwaunganisha wawili hao. Vipande vya pembe vikaingia ndani ya ngozi zao na kuwaunganisha. Sasa kila Kirigan atakapomgusa Alina ataweza kutumia nguvu zake. Siku iliyofuata, Alina akarudishwa Kirk. Genya akamtembelea na kumwambia kwamba mfalme ameugua, hivyo Aparat ndiye aliyechukua madaraka kwa sasa. Pia akafichua kuwa amepandishwa cheo kuwa jenerali, na Alina akatambua kuwa Genya alikuwa akimpeleleza kwa ajili ya Kirigan muda wote, ndiye aliyempa mfalme sumu. Wakati huo huo, kundi la Kaz likafikiria kutumia treni kurudi nyumbani, lakini wakakuta askari wengi wakiiangamiza kwa milipuko. Hawakuwa na chaguo ila kuingia kisiri kwenye meli ili waweze kuvuka giza la Fold. Wakawazimisha baadhi ya matajiri barabarani na kuiba mavazi yao ya kifahari pamoja na tiketi zao. Jioni, Mal akampata mbuzi wa Jesper pamoja na risasi aliyoweka kwenye kola yake. Akaitumia risasi hiyo kuvunja pingu zake na kufanikiwa kutoroka. Asubuhi iliyofuata, kundi la Kaz likashangaa kugundua kuwa watasafiri kwenye meli moja na Kirigan pamoja na Alina. Wote walipopanda, Kirigan akamfunga Alina kwa mnyororo juu meli na kuuficha chini ya gauni lake. Mal pia akafanikiwa kupanda kwa siri na kujificha ndani kabla ya meli kuingia kwenye Fold. Katika milima yenye barafu, Matthias na Nina hatimaye wakafika kwenye mji na kukaa katika hoteli wakifikiria kuhusu kukimbia pamoja. Wakaenda kwenye baa kupata chakula, lakini ghafla Matthias akaanguka mezani na kupoteza fahamu. Ikaonekana Hartrand aliyetumwa na Kirigan amewapata na ametumia nguvu zake kumdhibiti Matthias. Akijua hawezi kumshinda, Nina akapiga kelele akisema Matthias ni mfanyabiashara wa watumwa, na watu wote waliopo kwenye baa wakatoa silaha zao kwa sababu walitaka zawadi iliyotolewa kwa kumkamata Matthias. Baadhi ya Gishka wakatoka kusaidia kamanda wao, lakini hawakuweza kupigana na raia wengi kiasi hicho nje ya mipaka bila kufanya uhalifu wa kivita. Hivyo wakamwacha Nina na Matthias waondoke. Ndani ya giza la Fold, Kirigan akatumia nguvu za Alina kuunda njia ya mwanga ili meli ipite. Kundi la Kaz likashuka chini ya meli kujificha kwa sababu Kaz alikuwa na uhakika Kirigan alipanga jambo baya. Wakati huo, Inej akamkuta Mal na kumtoa nje, lakini haraka wakagundua kuwa walitaka kitu kimoja na wakaungana. Meli ilipokaribia kufika magharibi ya Rivka, Kirigan akaamuru isimame na akatuma vivuli vyake kuelekea mji, akivifanya viwe na nguvu zaidi kwa kutumia uwezo wa Alina. Alina akajaribu kuzuia vivuli kwa mwanga wake, lakini Kirigan akamzuia na kuacha giza liangamize kila kitu. Zoya akahisi kusalitiwa kwa sababu alikuwa na familia huko na aliamini Kirigan angeliharibu giza la Fold kweli. Kirigan akatangaza kwa mabalozi kwamba sasa atalidhibiti giza la Fold, hivyo hakuna taifa litakalothubutu kuitishia Rivka tena. Ghafla, Mal akatokea na kuwapiga risasi askari kadhaa, lakini kabla hajamfikia Kirigan, Hartrand akamwangusha chini. Alina akataka kumsaidia, lakini akipoteza umakini wake, njia ya mwanga itaanguka, hivyo akalazimika kuendelea kuiweka ili kulinda watu wote kwenye meli. Mabalozi wakajaribu kumpinga Kirigan wakisema yeye si mwokozi bali ni tishio, hivyo akamwamuru Hartrand awaue pia. Wakati huo huo, Zoya akajaribu kuita upepo ili kuisukuma meli kuelekea mjini. Askari mmoja akajaribu kumzuia, lakini Inej akajitokeza kupambana naye. Inej akajitetea vizuri na kumpiga mara kadhaa, lakini hatimaye askari huyo akafichua kuwa yeye pia ni Hartrand na akatumia nguvu zake kumzuia. Ghafla, Zoya akampuliza mbali na kumwacha Volcra amchukue huku yeye akiendelea kuisogeza meli mbele. Wakati huo, Kaz na Jesper wakatokea juu ya meli na kumpiga risasi Hartrand huyo. Kirigan akaanza kuzuia risasi kwa kutumia vivuli vyake, na Inej akatumia fursa hiyo kumchoma Kirigan kisu kifuani. Hata hivyo, akakitoa na kujiponya kwa kutumia mishipa yake myeusi. Kisha Kirigan akarudisha vivuli ndani ya skiff na Volcra mmoja akamwangusha Zoya chini. Inej akajaribu kurusha visu kwa viumbe hao, lakini akapoteza vyote. Lakini Volcra alipokaribia kumuua, Kaz akampiga kwa fimbo yake. Alina alipokuwa na wasiwasi juu ya Mal, ghafla akapata maono ya paa yule aliyemwonyesha kisu alichoangusha Kirigan. Baada ya maono kuisha, Kirigan akamkaribia. Hivyo, Alina akakamata kisu na kumchoma mkononi, akiondoa kipande cha pembe kilichokuwa kimeunganishwa. Sasa akapata nguvu zake tena na akazitumia kuondoa vivuli vyote na Volcra. Akaeleza kuwa paa alimchagua yeye, kisha akachukua nguvu zote za pembe na kuziunganisha ndani ya mwili wake. Kirigan akiwa amepoteza umakini, Mal akamsukuma kutoka kwenye meli na yeye pia akaanguka. Wakaanza kupigana uso kwa uso, lakini wakati huo Hartrand akamvamia Alina na kumfanya apoteze mwanga wake. Jesper akafika na kuanza kufyatua risasi, akijikomboa haraka kutoka kwenye athari za Hartrand na kumuua kabisa. Mal na Kirigan wakaendelea kupigana, wote wakiwa wamejeruhiwa, hivyo wakapambana kwa shida. Baada ya mapambano makali, Kirigan akajaribu kutumia uchawi wake, lakini hakuwa na nguvu ya kudhibiti vivuli. Mal akamchanganya kwa risasi kadhaa hadi Volcra alipotokea nyuma yake na kumkamata. Wakati Volcra walipozunguka meli, Mal akarudi na kumwamsha Alina. Mara moja akarejesha nguvu zake na kuwawezesha kufika salama magharibi ya Rivka.
Muda mfupi baadaye, kundi likapumzika karibu na moto na kujadili hatua itakayofuata. Jesper na Inej hawakutaka tena kumteka Alina, lakini Kaz bado hakuwa na uhakika. Hivyo Alina akamnyamazisha kwa kumpa vito vyake. Zoya akataka kwenda kutafuta familia yake, lakini kabla hajaondoka akamshukuru Alina kwa kile alichofanya. Kisha kundi likaelekea mji wa karibu na kupanda meli kuelekea Ketterdam. Ndani ya meli hiyo hiyo, Matthias amefungwa kwenye selo. Nina akajaribu kumweleza kuwa hii ndiyo ilikuwa njia pekee ya kumwokoa, lakini hakumwamini na akamshambulia akidhani amemsaliti. Nina akaahidi atatatua jambo hilo kabla ya kurudi juu ya meli, ambapo akasikia kundi la Kaz wakisema watahitaji Heartrender kwa mpango wao utakaofuata. Mal na Alina wakakubaliana kukimbia kwa muda, lakini mara atakapokuwa na nguvu za kutosha, Alina atarudi kuharibu giza la Fold. Kuhusu giza la Fold, Kirigan akatoka akiwa amejeruhiwa vibaya, lakini bado yuko hai. Akanong'ona neno nifuate, na viumbe wengi wakatokea pia. Hakikisha umesubscribe na kubonyeza alama ya kengele ili kupata video inayofuata na nyingine nyingi zaidi. Asante kwa kutazama na kwa heri.